kuna vitu, moja ya kitu ambacho kinavyofanyika kinazidi kuchochea moto ulio ndani ni maombi. Bwana asifiwe sana. Manake Roho Mtakatifu inampa nafasi ya kutenda kazi kwa urahisi. Roho Mtakatifu anapewa milango ya kudhihirisha vile vipawa na huduma zilizo ndani yako. Kuna vitu umevibeba ndani yako, ikiwa hutakaa kwenye maombi, manake shirika kwake ni msana. Sasa Paulo anajaribu kuzungumza na watumishi wa Mungu hawa kwamba jamani, pamoja na hayo yote ombeni bila koma, lakini pamoja na hayo msimzimishe Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Manake viko vipawa, ziko karama na huduma zimewekwa ndani yenu, msizimishe. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa mjibu sasa wa kuvifanya vitende kazi, anasema ombeni bila kukoma, msiache kuomba. Bwana asifiwe sana. Na huo ndio ufunguo wa karama na huduma ili itende kazi. Ni ufunguo wa zile karama zilizotiwa. Kuna karama 9 zile tunazosoma, lakini pia kuna zingine zaidi ya hizo 9. Bwana asifiwe sana. Hizo karama ili zitende kazi, lazima tujiweke katika maombi, kama hawa ndugu zetu walivyokuwa wanaaswa ya kwamba ombeni bila kukoma. Manake ukishifti nje na hapo, msipoomba bila kukoma, mtakuwa mmemzimisha na Roho Mtakatifu. Sasa ukija kwa karne za nyuma kidogo, kanisa maombi ilikuwa ndicho kipaumbele, lakini kuanzia karne ya 20 watu wakaona maombi ni kama kitu ambacho ni addition. Bwana asifiwe sana. Kama ni kitu ambacho kinaweza kikafanyika au kisi. Lakini nyuma kulikuwa na ulazima wa kila anayeitwa Kristo, kila anayeitwa Pentecost, kila anayesema nimemfuata Kristo aliyeshinda imani, aliyekuwa anaomba, aliyekuwa anafanyaje, walijiwekea ulazima wakaa kwenye